Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hapa tuko kwenye mradi wa Salato Airport ambapo utekelezaji wake unaendelea, na kama unavyojua umekushajua, tumesha kueleza mara kwa mara, utekelezaji huu unatekelezwa kwa awamu wa sehemu mbili. Kuna sehemu za miundombinu na sehemu ya majengo, ambao kwa sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa upande wa miundombinu utekelezaji umefikia 83% na tunaelekea 84%, na utekelezaji wa upande wa majengo umefikia 67%. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa hivi sasa kazi zinazoendelea ni finishing mbalimbali pamoja na usimikaji wa mifumo mbalimbali katika majengo na kwenye barabara huko umeona kwa yale maeneo ambayo ya ukaguzi ya maeneo kwa ajili ya usalama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna mifumo mbalimbali ambayo imeagizwa ambayo inatarajiwa kufika hivi karibuni. Mingine itafika mwezi wa tano, ambao na magari ya zimamoto yenyewe yatachelewa kidogo kwa sababu ya namna ya uagizaji. Inabidi yaliagizwa, inabidi utoe order ndio yatengenezwe. Yatachelewa kidogo, lakini hatuna imani hayatakwamisha utekelezaji kwa sababu kuna option nyingine. Hiyo tu ni kwamba kutokana na mradi huu, mkataba huu nao litakuwa tuwe na magari ya zimamoto. Tunatarajia hadi kufika tarehe 26 mwezi Mei kazi zitakuwa zimekamilika kwa 100%. Nimefarijika sana, ninapongeza sana kwa kasi na hatua kubwa ya utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo hongereni sana watu wa TANROADS. Asante sana. Naambiwa hapa ni asilimia wastani wa 86, 84, tatu kuelekea 84, na kwa maana ya miundombinu, na ile nyingine ni 65. Kwa hivyo 63 au 67 ni kasi nzuri, kizingatia pia baadhi ya kazi kubwa sana ni hatua zile za mwanzo. Kazi kama iliyobaki ya sehemu ya parking, naelewa kazi kubwa ni kuandaa hizo hatua za awali za kuandaa kitako, kucompact, baadaye uweze kupanga hizo tiles na kadhalika. Kwa hiyo asilimia inaweza kuonekana ndogo, lakini hatua ya mwisho itakuwa ni kukimbia kwa haraka kwa sababu kazi yake itakuwa kubwa imefanyika. Kwa hiyo kwa ujumla tumefarijika sana na taarifa tuliyopewa, na tunaamini kwamba mlikuwa mmeahidi mbele za viongozi huu mwezi wa 5 kutakuwa ni muda wa uwanja kuwa umekamilika. Na ni sahihi kusema pia kipindi hicho pia serikali inakuwa iko hapa mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 pamoja na mihimili mingine almost yote, kwa sababu mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 ni kipindi cha bunge la budget. Kwa hiyo pia tutegemea kipindi hicho tutakuwa na ziara nyingi za viongozi, ndio anticipation yetu. Na kwa sababu hiyo tunawahimiza tu moja, kazi ambazo zingeweza kuanza sasa hazina haja ya kusubiri zingine zikamilike, zikafanyika simultaneously, basi zianze kwa kasi, ili kusudi hiyo confidence ambayo watu wako nayo ya kwamba kazi itakamilika mwezi wa 5, hiyo ni katika maeneo yote ya mradi. Kwa tuombe kuendelea kuwa makini na kuwasimamia wakandarasi kupitia pia kwa mshauri wetu elekezi, ili ubora wa mradi katika hatua hizo za finishing uendelee kuwa umehakikishwa, ili tuweze kupata thamani ya fedha ambayo Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili ya mradi huo. Lakini tatu na muhimu sana ni umuhimu wa kupanda miti sasa. Tunafahamu tuliona usanifu wa mradi huu, tulipitishwa katika michoro, tena mli animate, unaweza kuona kama mradi ukikamilika utaonekanaje, na kwa test inayokuja hapa ni kama ambavyo inaonekana kwenye ile architectural design. Sasa moja ya component na ambayo pia Mheshimiwa Rais ni mdau mkubwa, Dr. Samia Suluhu Hassan, ni agenda ya kupanda miti na beautification. Sasa ningefikiri hapa sijui mlivyopanga kwenye mradi, lakini pengine mngeweza kusubcontract hiyo kazi kwa kampuni au wadau wengine wa mazingira ambao wana uwezo na pengine na uzoefu wa kuweza kudeliver matarajio ya beautification eneo hili na upandaji miti. Basi nafikiri hilo lingefanyika sasa mapema, na mvua ndo zinaendelea hizi, tungeweza kuona namna ya kuliratibu na likapewa attention kubwa, lisianze kienyeji,
au likianza tu concept fulani, baadaye jiji lizinduliwe rasmi, ajenda ya beautification na greening ya uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Hili lingekuwa na umuhimu mkubwa sana.